Ni kubera iki Yesu yasenga? Kwa nini Yesu alikuwa akiomba? Kandi yari Imana. Wakati alikuwa Mungu. Imana ishimwe. Haleluya. Twaravuze ko Yesu yari Imana ijana ku ijana. Tuliona kwamba Yesu alikuwa Mungu kwa mia. Kandi yari n'umuntu ijana ku ijana. Lakini pia alikuwa mwanadamu 100%. Hamwe no kuba iyo twakiriye Yesu Kristo. Pamoja na kuwa tukimpokea Yesu Kristo. Tuchika abana b'Imana. Huwa tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Turambara kamere y'Imana. Na kuvaa asili ya umungu. Ntidushobora. Hatuwezi. Haleluya. Nitwoshobora iy'isi. Hatuwezi kuiweza hii dunia. Hamwe twaba abantu badasenga. Ikiwa hatutakuwa watu wa kuomba. Mu bintu mutakwiye kuza murasuzugura. Katika mambo ambayo hatuwezi kuyadharau. Nuzohirahira usuzugura amasengesho. Sio kuyadharau maombi. Iyo utakaje connection yo gusenga. Unapopoteza mahusiano ya kuomba. Uri mu nzira yo kugwa. Unakuwa katika njia ya maanguko. Uratakaza valeur. Huwa unapoteza thamani. Uratakaza potentiality. Unapoteza nguvu. Amen, amen. Ivyo bintu byose urabitakaza. Hayo mambo yote unayapoteza. Nico gituma ndo maana ugomba gusenga cyane. Paswa kuomba sana. Kwa Yesu nawe yarasenga cyane. Sababu hata Yesu alikuwa akiomba sana. Imana yatufashe cyane. Mungu wetu atusaidie. Mu masengesho y'uburyo ndwi Yesu yasenga. Aina 7 ambayo Yesu aliomba. Turabona masengesho ya mbere. Tuliona maombi ya kwanza. Yarasenga mu gitondo. Alikuwa akiomba asubuhi. Agasenga no mu buca. Yasenga ku mugoroba. Aliomba magharibi. Agasenga no mu bucagucagu. Akaomba alfajiri. Haleluya. Amen. Amen. Yarasenga mu ijoro. Aliomba usiku. Agasenga no mu bucagucagu. Akaomba pia alfajiri. Turavuga ko ubu buryo bw'aya masengesho. Tunasema kwamba aina hii ya yara masengesho aya yo mu bucagucagu. Aya ya alfajiri. Na masengesho ni maombi yamushoboza kwinjira mu munsi ambayo yalimwezesha kuingia katika siku. Haleluya. Amen. Kuko mu buryo twagiye turabona kwa vile twabonye umunsi ufisirembo. Tuliona kwamba siku lina lango. Ego umunsi turawinjiramo. Siku huwa tunaingia. Haleluya. Amen. Rero kuba twinjira mu munsi huwa tunaingiaga kwenye siku. Umunsi urafisirembo cyangwa ubwinjiriro. Siku ina lango au mahali no gusohokero na mahali pa kutokea. Imana yatufashe cyane. Amen. Nukuvuga umunsi turawinjiramo tukanosohoka. Tunaingia kwenye siku na kutoka. Imbere yuko Yesu yinjira mu munsi. Kabla Yesu kuingia ndani ya siku alikuwa na kugira ngo yinjire mu munsi. Ili kwamba ingie ndani ya siku. N'ubushobozi. Akiwa na nguvu. Ni nguvu. Akiwa na ubushobozi bwo kuganza. Na mamlaka ya kumiliki. Kuko umunsi kwa sababu siku utawingiyemo n'ubushobozi. Usipoingia ndani na mamlaka. Amen. Amen. Ushobora kuganzwa. Unaweza kutawaliwa. Kuko Yesu ataraza. Kwa sababu kabla Yesu kuja. Ego Satani yahora yitwa mu Imana y'isi. Shetani aliitwa Mungu wa dunia. Au mkubwa w'intenge. Amen, amen. Amen. Gushika n'ubu niko bimeze. Hadi sasa ni hivi. Nababwiye ko igisato ariwe Satani. Niliwaambia kwamba joka kuu ambaye ni Shetani. Icyo gisato gifise imitwe ndwi. Huyu joka ana vichwa 7. Ego n'amaso 18. Na macho 14. Iminwa ingahe? Midomo ngapi? Ego, haleluya. Amen. Nababwira ko nikawaambia kwamba igituma iyo isato ifise imitwe ndwi. Kilichosababisha huyu joka kuwa na vichwa 7 ni uburyo bwo kukontrola imisi. Ni namna ya kumiliki au kuiongoza. Amen. Ni uburyo bwo kuganza umunsi. Ni aina ya kutawala siku. Uko imisi indwi igize n'imisi ndwi. Kama jinsi wiki ina siku 7. Iyi ngano ifise imisi ndwi. Wiki ina siku 7. Na niko buri mutwe utegerezwa kugira umunsi wawo ukora. Vile kila kichwa kinapaswa kuwa na siku yake ya kufanya kazi. Amen. Satani amaze kugira imitwe ndwi. Satani akiwa na atagira na system ndwi. anakuwa pia na mfumo 7. Haleluya. Cyangwa uburyo ndwi butandukanye bwo gukora. Tofauti ya kufanya kazi. Uburyo Satani akora lendi. Vile ambavyo Satani anafanya kazi. Siko akora sana. Sio ndo anafanya kazi. Kuko umutu uri kurakora lendi. Sababu vikitu ya kurakora sheti. Sio ndo itafanya kazi. Umutu uri kurakora lendi. Kitu ambayo ilifanya kazi kwanza. Wakati inapumzika. Igihe umutwe wa mati uri kurakora. Wakati kichwa cha siku ya pili kiko kinafanya kazi. Yes, umutwe wa kane uri kurakora. Kichwa cha pili kikiwa kinafanya kazi.
Amen. Amen. Ni nguvu ziwe zishobora kugabanuka. Na nguvu zake haziwezi kupungua. Haleluya. Muranumva? Na nisikie ikintu kimwe cyotuma kitu kimoja nguvu za Satani zigabanuka mu buzima bwawe. Ni nawe uza ufise system na wewe utakuwa na mfumo wako wa kuomba. Yes, system ndwi so gusenga. Mifumo 7 ya kuomba. Amasengesho y'uburyo ndwi. Maombi ya aina 7. Agwana uburyo ndwi bwa Satani bwo gukora. Yapiganisha zile aina 7 za utendaji wa Satani. Ndani kwa nyumba kulia. Amasengesho y'uburyo ndwi. Maombi ya aina 7 ambayo Yesu aliomba na system ilikuwa ni kupiganisha hizo 7 za Shetani. Uburyo ndwi bwa Satani. Aina 7 za Shetani za utendaji kazi. Nicho gituma hari abantu bakunda kuvuga ngo. Ndio maana kuna watu wanapenda kusema kwa mbona niomba intambara zanje ntizihera. Vita zangu haziishi. Uhorusenga amasengesho y'uburyo bumwe. Naomba maombi ya aina moja. Uhoruhangana n'umutwe umwe. Ninamaanisha unapigana na kichwa kimoja. Yes, hari indi mitwe itandatu. Na kuna vingine vichwa 6. Uhangana na system imwe. Unapigana na mfumo mmoja wa Shetani. System zingine nicho gituma. Ndio maana ugomba kugira amasengesho y'uburyo ndwi. Maombi ya aina 7. Haleluya. Amen. Twabonye amasengesho ya mbere. Tuliona maombi ya kwanza. Amen. Nayo yo kwinjira mu munsi ukawusohoka. Ni maombi ya kuingia kwenye siku. Iyo winjiye mu munsi n'ubushobozi. Unapoingia ndani ya siku na mamlaka. Haleluya. Upamo n'ubushobozi. Waga unatoka pia na mamlaka. Iyo winjiye mu munsi n'ubushobozi. Usipoingia kwenye ndani ya siku na mamlaka. Ushobora kuinjira mu mugabo ntuwuvemo. Hiyo siku unaweza kuingia lakini usitoke. Cyangwa umunsi ugahera. Au siku inaisha. Tukaja mu munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu. Tunaingia ndani ya siku ya kwanza. Wewe ukiri mu munsi wa mbere. Wewe ukiwa ndani ya siku ya kwanza. Ni wavuye hiyo. Au kutoka. Ibaza Satani. Jiulize Shetani. Kuba iyo sibira abamalaika. Anaweza kuwazuia malaika. Baba batumwe n'Imana basanira bera. Wametumwa na Mungu wakiletea utakatifu. Akamenya ko hari Yesu iri kwirazivuye mu. Akajua kwamba ni jibu akaja kubategera mu isi y'imwe. Anaenda kuwakimbia kwa Mungu wa roho ili kwamba hizi jibu zisikufikie. Haleluya. Amen. Nani anasikia sema amen? Alikuwa ndani kwa kujia. Daniel lakini Daniel kilichosababisha amasengesho y'uburyo bwinshi. Kwa sababu aliomba maombi ya amasengesho ya mbere yabaye block. Maombi ya kwanza yalizuiliwa. Amasengesho ya kabiri ayaciye block. Maombi ya pili yakapigwa. Haleluya. Icyatumye amasengesho ya mbere aba block. Kilichosababisha kwanza yanazuiliwa. Lero system yo mwisezerano rishasha. Mfumo wa agano jipya. Ari umuntu umwe kuba yicara ngaha. Sio kwamba mtu mmoja anaweza kukaa hapa. Abantu bakareka gusenga. Na wengine wanaacha kuomba. Ngo baraza we uwo muntu atara basengera. Wanakuta huyo mtu waombe. Haleluya. Amen. Muriko muranyumva. Nalisikia. Gufashanya mu masengesho birabaho. Kusaidizana kwenye maombi binakuwaga. Lakini unapaswa kuwa muombaji pia. Yesu alitufanya kuwa makuhani. Huwezi kuwa kuhani wakati hauingii patakatifu pa patakatifu. Unapaswa kukifikia kiti cha enzi kama kuhani katika hali ya maombi. Amen. Amen. Tuliona maombi ya aina ya pili. Na masengesho yo kwiherera. Ni maombi ya faragha. Yes, kwiherera na nima. Kuingia faragani pamoja na Mungu. Tukiye turavuga. Wakati huo tunasema kwamba Bwana Yesu alikuwa Mungu. Numwe mu butatu bw'Imana. Ni mmoja kati ya utatu. Yaani maziki kwiherera na Imana kandi. Ilikuwa inamaanisha nini kuingia faragani na Mungu? Haleluya. Kandi Imana iri muri wewe wakaba muri. Wakati Mungu iko ndani yake na ndani yako. Nabasobanuriye igituma. Niliwaambia kwa nababwira yuko. Nikawaambia kwamba. Haleluya. Amen. Umuntu afite ibintu bitatu bimugize. Ana mambo matatu ambayo yamemfanya kuwa mwanadamu. Ibyo bintu bitatu bimugize. Hivi vitu vitatu ambavyo ni umubiri n'umushahara. Roho, mwili na nafsi. Hivi bintu bitatu. Hivi vitu vitatu. Kila kimoja huwa kinajiongoza. Amen. Hivi bintu bihora bisanzwe. Hivi vitu huwa vinapendana. Ngaha mu mubiri. Uko hapa katika mwili. Naweza kuwa hapa katika hali ya mwili. Lakini nafsi yangu uri mukame. Iko Kamenge. Hebu yange nayo. Roho yangu nayo iko pengine. Mwili wako unashobora kuryama. Mwili wako hausilala. Hebu yawe ntiryame. Lakini roho yako isilali. Amen. 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 Mwili wako unashobora kutwenga. Roho yako unaweza
lakini nafsi imesirika. Kwa sababu hivi vitu vitatu vinamjenga mwanadamu. Kila kitu kinajiongoza. Wakati kila kimoja kiko sehemu yake, hapa kinakuwa hakina nguvu. Ndio alikuwa anajua kujia mbele. Amina. Kinakuwa hakina nguvu. Inaomba hivi vitu vyote viende mbali pamoja. Haleluya. Amen. Inaumba umeme. Haleluya. Amen. N'ubushobozi budasanzwe. Na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Imana iri mu butatu. Mungu kwa sababu niyo yonyene. Yeye peke yake. Ishobora kuba iri mu ijuru. Anaweza kuwa iko mbinguni. Umwana akaba ari mu mazi. Mtoto iko kwenye maji. Na yeye yarakabanuka nk'inuma. Roho anashuka kavuka mu ijuru. Na sauti Yesu nawe ahagaze atakina. Na Yesu amesimama akiwa haongei. Amen. Amen. Kuja niko imhemu n'imibiri yacu nabyo bimeze. Vile ndivyo roho na mwili yashobora kuba kiri muri ibi. Hiki kinaweza kuwa kiko huku. Na kingine kiko kwenye hema. Vile ilisababisha Paulo anasema muda kukwifuza gukora iki. Mara nyingi natamani kutenda mema, lakini mabaya yananitangulia. Kwa sababu ndani yangu kuna vita. Vitu viwili ambavyo havikutanishwi kwenye kitu kimoja. Amen. Amen. Nukuvuga hiyo ntambara. Kusema hivi ni n'umushaha. Ni ya mwili na nafsi. N'umushaha cyangwa n'umubiri. Vita kati ya roho na mwili na roho na nafsi. Haleluya. Amen. Birashobora kusanza. Hivi vitu vyote vinaweza kutendeka. Yesu sasa. Hata kama alikuwa pamoja kwa sababu alikuwa mwili. Alikuwa na vitu vitatu ambavyo vinamjenga. Roho, mwili na nafsi. Amen. 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 Kwiherera na kwiwerero. Kuingia faragani. Byamufashiki. Ilimsaidia nini? Nukuba ahantu hawe ni kuwa mahali pako peke yako. Hawezi muntu ahari. Hakuna mtu mwingine. Mu buryo bw'imhemu. Katika hali ya roho inakusaidia kukutanisha hivi vitu vitatu ambavyo vimekujenga. Vinaenda pale pamoja. Bikarema power. Na kuumba. Bikarema umuyaga nkuba. Kuumba shoti. Wamara kubaho hantu. Ukitoka mahali hapo. Unapatoka. Hari ubushobozi. Ukiwa una nguvu. Haleluya. Amen. N'umuyaga nkuba kugaragara. Na shoti ya umeme ambayo inaonekana kwako. Hiki kilisababisha kumusazi wa Sinai. Alitoka kwenye mlima. Abamura bose. Wote ambao walimwangalia. Kumuhanga amaso. Wakianza kuangalia. Wanaogopa. Kwa sababu ya utukufu na nguvu za Mungu ambazo zilikuwa zinaonekana kwake. Yesu kuja kuingia faragani kwa Yesu. Ni kukutanisha hivi vitu vitatu. Ili kwamba viumbe nguvu. Katika hali ya kuomba. Niliwaambia kwamba Shetani anahitaji kutuona kila siku tukiwa tumesambaratika. Hataki hivi vitu vitatu vitanane. Ndio maana mara nyingi wakati utahitaji kuomba, kuna mambo mengi yatakuja na vitu vitakupiganisha ili kwamba haya maombi uyasimamishe. Maana Shetani anajua vizuri ya kwamba unapoingia kwenye maombi, roho na nafsi yako vinaumba nguvu. Hawezi tena kukusogelea. Pepo litakuogopa. Mipango yake yote itatekwa. Amen. Nicho gituma Satani akene kukuona usanza. Ndio maana Shetani anahitaji kukuona usanza. Unaposambaratika. Ile ni ntambara mu mutima. Inaumba vita ndani ya moyo. Bikurema kutiyemera. Vinakuumbia kitu kisichokujiamini. Bikuremamo amakenga. Unakuwa na mashaka ndani yako. Haleluya. Iyo umusanza. Wakati umesambaratika. Buri kimwe cyose kila kitu kiko kwake. Bikuremamo amakenga menshi. Vinakuumbia mashaka mengi. Ego asanga ubayeho. Unakuta wewe unaishi. Lakini una mashaka mengi. Ndani ya maisha. Haleluya. Amen. Kabaho. Unaishi. Unaona matatizo tu katika maisha yako. Shetani anataka kukuona ukiwa umesambaratika. Ili kwamba ukiwa katika hiyo hali akufike ndani. Ili kwamba akusambaratishe. Yesu
nawe kusenga. Nao wanapaswa kuomba. Sema amen. Amen. Nani mtu ananisikia sema amen? Ugomba kugira masengesho. Unapaswa kufanya maombi. Acha kulage na maombi. Leka kushtinisha masengesho. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dimasherero. Jumapili iliyopita tuliona maombi ya aina tatu. Yesu yasenze. Ambayo Yesu aliyaomba. Tukaona kitu kinaitwa kukesha. Yes, hallelujah. Amen. Tuasomye Luka. Tulisoma katika kitabu cha Luka sura yake ya 6 mstari wa 12. Haravuga ngo akashijoro yose akakesha usiku kucha asenga Imana akiomba Mungu. Sema amen. Tuasomye Luka 6:12. Tulisoma Luka 6:12. Haravuga ngo Biblia inasema muri iyo minsi avayo ajya ku musozi asenga akatoka kaingia mlimani akashijoro yose asenga Imana akakesha usiku kucha akiomba. Haya ni maombi ya tatu. Haya na masengesho wakati nilikuwa nasema hili somo nilisema kwa nini Yesu alisoma usiku akakesha. Hakukesha mara moja, alikuwa akikesha katika maombi ambayo alikuwa akiomba. Alikesha kwa nini wakati ni Mungu? Amen. Amen. Yamugirira akamaro. Kukesha ilikuwa na faida gani kwake? Kandi Yesu yaranatwegishije aratutegeka. Yesu alituomba ya kwamba na sisi tunapaswa kukesha. Haleluya. Haraho yabwiye intumwa ati meri Mari aliambia mitume nanje mugukesha. Hamwezi hata kujiunga hamwe nanje. Amkesha pamoja na mimi. Amen. Tutaona. Amen. 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 Kwa nini Yesu alikesha? Kwamba Yesu alikesha kwa sababu yarazi ibanga alijua siri ya usiku. Ego. Haleluya. Alijua siri ya nini? Yamenyi ibanga ryo mwijoro. Alijua siri ya usiku. Yamenyi ibanga ry'ijoro. Imana ishimwe. Amen. Mwebwe ijoro. Nyinyi muri umwanya wo kuruhuka. Muda wa kupumzika. Iyo benshi bagomba kuryama. Bagomba kuryama. Mara nyingi wengine bagomba kuruhuka. Wanga wanasema wanataka kuryama. Uryamye mw'ijoro. Unafikiri ukilala usiku ndio unakuwa umepumzika. Oh yeah. Hapana. Hallelujah. Amen. Na ukituma Yesu yakesha. Kilichosababisha Yesu akakesha ni kwa sababu alitambua siri. Ninyi wa Kristo wa sasa tunajua kwamba usiku ni wakati wa kupumzika. Hallelujah. Amen. Lakini usiku sio muda wa kupumzika. Mwili huwa unapumzika lakini roho haipumzikaji. Ndio. Kwa sababu roho yako haipumziki. Ujue vizuri ya kwamba unapolala roho yako wanga inakutoka. Inaingia katika ulimwengu wa roho. Hapo katika ulimwengu wa roho wanga inakutana na mambo mengi. Wakati ulimwengu wa roho hiyo roho yako ikiingia inaingia haina nguvu ya Mungu. Inaweza kukutana na zingine nguvu. Inatoka ikiwa imeuawa. Maana tulishasikia watu wengi walilala wakiwa wazima. Anasinzia. Ikifika muda wa kuamka wanamtikisa. Anakuwa tayari ameondoka. Watu wanasema alikufaje, mbona alienda kulala, alilala vizuri. Kumbe umubiri waruhuse roho mwili umepumzika lakini roho ikaingia kwenye vita. Kuna watu wengi wanaweza kulala wanaamka wamekuwa vichaa, wanaamka ni wagonjwa, wanaamka wamepata matatizo makubwa sana. Acheni kuwa na madhaifu ya kuomba usiku. Unapoingia usiku na maombi mazuri ambayo yanasababisha roho yako inapita katika ulimwengu wa roho, inapita katika nguvu isiyokuwa ya kawaida. Sema amen. Amen. Usisisingiziaje ati kwa sababu unaumwa. Mtu ingero ujama ngo kubera urwaye. Hallelujah. Amen. Hagwara umubiri ariko imwemu ntigwara. Unaumwa mwili lakini roho haigwari. Ndio maana nokwiye kuzawemera. Haupashi kukubali gushika mu mushaha. Ugonjwa utaingia kwenye nafsi. Ingwara izo herere mu mubiri.
ariko ntukemereko magonjwa yaingie kwenye nafsi. Eko, haleluya. Habari umubiri mugabo gusa anogware. Umwe mwili lakini nafsi isiumwe. Kuburyo wobura gusa. Kiasi kwamba unaweza kushindwa kuomba. Nero Yesu yarashibanga. Yesu alijua siri. Muri Yohana, kitabu cha Yohana, muri Luka 12:39. Luka 12:30. Yavuze ngo abasoma biba mu ijoro. Alisema wawezi wanaiba usiku. Ego, abo basoma yavuze ni Satani. Hao wezi alisema ni shetani. Muri Yohana 12:12. Yohana 12:12. Musoma nta kindi kintu kimuzana. Mwizi haji azaje kwiba no anakuja kwa kuiba na kuteketeza. Na kuiba na kuua. Haleluya. Leo uyo musoma ni Satani. Huyu mwizi ni shetani. Mwijoro niho yiba. Usiku ndo anaiba. Hari abantu bibwe rero. Na watu sasa wanaibiwa tayari. Kwa sababu hawajui kukesha. Sema amen. Amen. Musoma yaraze arabiba. Mwizi alikuja kwa ibintu byakamaro mu buzima bwawe. Iba mambo ya muhimu kama mu buzima. Usigaye uri umuntu bakubona. Ariko ibintu byankenerwa byakamaro. By'ubuzima bwawe. Muhimu katika maisha yari vilishaibiwa. Ukazaba ubuzima rero butari ubwiwawe. Unaanza kuishi maisha yasiyokuwa ya kwako. Eko. Birashoboka kuba ubuzima Imana itaguteguriye. Kuishi maisha ambayo utakuteramira ubugingo bwawe. Wakati utashindwa kukesha kwa ajili ya maisha yako. Utashindwa kukesha kwa ajili ya hatima yako. Haleluya. Amen. Watakuiba. Ikintu utarondera ntuzosubire kandi kukironka. Kitu chote utatafuta hautakipata. Amen. Amen. Harabibu umunezero. Kuna watu waliibiwa. Harabibu umugisha. Kuna wengine waliibiwa. Wengine waliibiwa. Maana yake wapashe cyane. Mungu wetu atusaidie. Babonye cyakabiri. Tuliona ati usiku. Ngo niho mwe abansi. Ndo adui. Atera ukwafu. Muaga anapanda magugu. Ego mu murima w'umuzabibu. Katika shamba la mzabibu. Ego ni wewe umurima w'Uhoraho. Ndiye shamba la Mungu. Yesu yaguteyemo imbuto nziza. Yesu alipanda mbegu nzuri ndani yako. Hiyo mbegu nzuri. Kandi mwisa w'Imana. Na mradi mzuri wa ufise ko muzima bwawe. Nao katika maisha yako. Haleluya. Amen. Iyo ukitijwe. Wakati unaongoza mwana w'Imana. Na kuwa mwana wa Mungu. Kana y'ubuzima bushasha. Mpango wa maisha mapya. Imana iba yateguye ubuzima bwawe. Wameandaa kwenye maisha yako. Uruzima. Ndio mbegu wa ubuzima bwawe. Mbegu ambayo inakuwa ubuzima bwawe. Mbegu ambayo inakuwa maisha yako. Mbegu ambayo ni mpango wa Yesu ararutera muri wewe. Yesu akapanda ndani yako. Ariko mw'ijoro. Lakini usiku niho umwanzi ahora atera y'ugwawe. Anakuja na pia kugira ngo ugoruto kwamba hii mbegu ntirumere neza. Isiwipandi vyote vizuri. Isije ikaleta matunda. Hero ugomba guterama. Unapaswa kukesha. Basi pande magugu katika shamba. Niwete materu kwa mfumo mlima wawe. Amen. Amen. Babonye hari ijambo ry'ikigiriki rivuga. Kuna neno la Kigiriki linasema mensenpilos. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kuwa macho. Ni kuterama. Ni kukesha kanaka. Kwa ajili ya kugendumero kanaka. Au lengo fulani. Mensenpilos. Kuterama kugendumero kanaka. Ni kukesha kwa ajili ya lengo fulani. Kuna watu wengi wanaona kukesha kwa sababu wamekosa usingizi. Ndio, umekosa usingizi. Unaenda kwa filamu. Unaingia kwenye Facebook, YouTube. Unapita kwa sababu umekosa usingizi. Amen. Amen. Lakini kuna wengine wanakesha kwa ajili ya mtu wa ndani. Kuna lengo fulani liko nalo. Kuna kitu wanakeshea. Anapokesha kwa ajili ya kitu inasababisha mtu anakosa usingizi. Na hiyo kukesha anakesha katika hali ya roho ndani ya Kristo, akiwa ndani ya Kristo katika nguvu za Mungu, katika hali ya maombi. Amen. Wakati huo sasa mtu amesimama katika hiyo nafasi, kuna kitu ambacho anakesha. Anakuwa ni mensenpilos. Unakuwa uko ndani ya mensenpilos. Kuna kitu unakeshea. Sema amen. Amen. Uliza mwenzako unakeshea nini? Ukesheje kubera iki? Haleluya. Amen. Iyo ndabaye umuterami. Wakati mtu anakuwa mkeshaji, bamwita mu Kigiriki. wanamuita
Of Rose. N'umuntu aterama. Mtu ambaye anakesha. Ateramiye ubugingo. Anakesha kwa ajili ya uzima. Sema amen. Amen. Ariteramiriye wenyine. Anakesha kwa ajili yake binafsi. Nisikeshi juu ya nchi. Singeshaje kugihugu. Sikeshi juu ya mtu mwingine. Sineramye nakeshera maisha yawe. Neramye kubw'ubugingo bwanjye. Neramiye ubugingo bwanjye. Nakesha kwa ajili ya maisha yangu. Teramira ubugingo bwawe. Mguse jirani yako mwambie kesha kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Amen. Muri Yesaya ndani ya kitabu cha igice cya 62 sura ya 62 igice cya 62 mstari wa 62 umurongo wa 6 sura ya 62 mstari wa 6 haravuga ngo Biblia inasema nimekufanya mlinzi juu ya Yerusalemu. Nakugiza umurinzi kubwa Yerusalemu. Sema amen. Amen. Ni Yesu yakugiza umurinzi wa Yerusalemu ya. Yesu alikufanya Yerusalemu ya. Yakugiza umurinzi w'urugo kwao. Na kufanya mlinzi wa nyumba yako. Yakugiza umurinzi wa bana bawe. Na kufanya mlinzi wa watoto wako. Yakugiza umurinzi wa familia yao. Na kufanya mlinzi wa familia yako. Yakugiza umurinzi w'ibiashara byawe. Na kufanya mlinzi wa biashara yako. Yakugiza umurinzi w'ibinini. Na kufanya mlinzi wa hivi na hivi. Nabo nakwiye kuba umurinzi mu gishingo cyawe. Wanastahili kuwa mlinzi. Abenshi basigaye bareka kuba barinzi. Watu wengi wanashindwa kuwa walinzi. Kwa ajili yao binafsi. Wanataka watu wengine abandi baba bataba babarinzi wale wengine wawe walinzi juu yao. Haleluya. Amen. Nani mtu ananisikia sema amen? Amen. Haleluya. Amen. Mukabaho mwisigira abakozi b'Imana. Unaishi unatumainia ukareka kwisigira uhoraho yabagize abarinzi ambaye aliwafanya walinzi. Bila mwambie mwenzako. Bila mgenza wawe. Namurongo munebwe. Toka kwenye huo udhaifu. Amen. Amen. Twavuze ko hari ibintu bitanu. Tulisema kwamba kuna mambo matano. Ari nyungu 5 zo kuna faida 5 za kukesha. Iyo ari umuntu aterama. Ukiwa mtu ambaye anakesha. Imani kupata nk'umurinzi. Mungu anakushukulia kama mlinzi. Ego iyo udaterama ntushaka kuba umurinzi. Ukiwa mtu ambaye hakeshi huwezi. Iyo umaze kumuterama. Ukiwa mkeshaji. Imani ikikusesa amabanga. Mungu anaweka menshi y'ibintu woterama. Anakupatia hasi yo ibintu byawe birindwa. Pamoja na jinsi vitu vyako vitalindwa. Ego iguha n'ibindi ugomba kuba. Anakupatia mambo mengine ambayo utakesha. Sema amen. Iyo bayi umuterami. Ukiwa mkeshaji. Nta muntu yo kuvogera. Hakuna mtu anaweza kukukamia. Asanguri maso. Mchawi akija anakuta uko macho. Haleluya. Iyo muroza ajya asanguri maso. Mchawi akija anakuta uko macho. Nani mtu yuko hapa sema amen. Italinga avuge amen. Iyo aje kumutera. Anapokuja kukushambulia. Asanguri maso. Anakukuta uko macho. Twasomye mu ngoma ya kabiri. Tulisoma Mfalme wa Pili. Igice cya 6. Sura 6. Murongo w'8. Mstari wa 8. Murukushika ku murongo wa 12. Hadi mstari wa 12. Uburyo umwami w'Isiriya. Jinsi ambavyo mfalme wa Syria yarategura imigambi yo alikuwa akipanga mipango ya kushambulia Israeli. Lakini kulikuwa na mlinzi ambaye alikuwa anakesha kwa ajili ya taifa la Israeli. Aliitwa Elisa. Yatumye ihanga ilisababisha taifa la ukikesha ubugingo bwawe buzoba burinzwe. Maisha yako yatakuwa burinzwe. Familia yako italindwa. Biashara yako italindwa. Mugore wawe azobarinzwe. Wako atalindwa. Mugabo wawe atalindwa. Haleluya. Amen. Chakabiri. Faida ya pili. Iyo umuntu aryamye mu ijoro. Wakati iyo umuntu ari maso mu ijoro. Iyo bari maso mu gihe abandi baryamye. Wakati mtu yuko macho wengine wamelala. Nico gihe wumva ijwi ry'Imana. Ndio wakati unasikiaga sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Ijwi ry'Imana ntirikunda kuza mu rusaku. Sauti ya Mungu haipendi kuja ndani ya Imana riza mu gacerere. Inakuja ndani ya kimya. Abantu benshi bagiye bavugana n'Imana. Watu wengi ambao waliongea na Mungu. Ijwi rya Imana ivuga. Sikia Mungu anasema. Imana yavugana nabo mu ijoro. Waliongea nao muda wa usiku. Kuna watu wengi hapa. Watu wanajifikiri kwamba Mungu anasema. Nataka nikwambie. Mungu sio bubu.
urakoresha ingufu, Uwaga unatumia nguvu twigoro na unajituma sana ariko kugira ngo Imana ili kwamba Mungu. Amen. Amen. Cha tatu, faida ya tatu, Mathayo 26:40 mpaka 40. Mathayo 26:40 hadi 40. Haleluya. Amen. Yesu anasema, Yesu avuga ngo hamkukesha pamoja na mimi, nimwashoboye ombeni msiingie katika majaribu. nimusenge kugira ngo nimwinjire mu mosha. Yes, haleluya. Amen. Nimba uzoterama ikiwa utakesha. Eko, haleluya. Amen. Amen. Uzogeragezwa, utajaribiwa, ariko ntuzoyinjira, lakini hautaingia kwenye jaribu. Sijui mnanielewa hivyo? Sinzi ko muri ko muranao. Amen. Amen. Kuingia mu mageragezwa, kuingia ndani ya no kugeragezwa biratandukanye, na kujaribiwa ni vitu viwili tofauti. Mbona musemi amen? Amen. Amen. Kugeragezwa ni kuingira muri, kujaribiwa na kuingia ndani ya jaribu. ariko amageragezwa arashakugerageza ari hanze. Jaribu unaweza kujaribiwa, lakini jaribu liko nje, muri, lakini hauko ndani. Kuwa muri hiyo lero ni kitu. Kuingia ndani ya jaribu ni kitu. Nani mtu alisikia sema amen? Haleluya. Amen. Ni chaji tuma. Maana iyo utari mu mageragezwa, wakati hauko ndani ya jaribu, amageragezwa ushobora kuba ari kumwe nawe, jaribu inaweza kuwa nayo na unaishi nayo, ariko ntakugabaniriza urugendo, punguzie ndani ya safari. Wanakutukana lakini uko nakula, baragutuka mugabo ukabandanya ujya. Sema amen. Amen. Wako wanakusema lakini unavaa vizuri, barakuvuga mugabo ukambara neza. Sema amen. Amen. Hapo nitanielewa, lakini hivyo mtu alifikiri amekutukana kitu si kibaya, kuimbira ko yagutuka. Amen. Lakini kifika usiku unapiga ubwabwa mpaka tumbo inajaa na unalala bila probleme na Mungu. Hamye ni vitu sijiwe na kujisikia. Nani mtu anisikia seme amena? Aliko kuwa mu mageragezwa ni mkela kutufe ukatogara ni mimi karuka senga. Amageragezwa ni toya kwepa uko ni gice kimwe kigize ubuzima bwawe, sababu ni moja kati ya shobora kutuba dukomera. kutufanya tu. Haleluya. Mugabo iyo winjiye mu mageragezwa ndani ya jaribu nuhakomerera urahapfira. Nitabikubika kimwe chotuma ndio kitu kimoja kinachosababisha kusababisha usingi ndani ya jaribu wa kutia ndani. Ni mkesha. Haleluya. Amen. Nne, faida ya nne, wakati mtu anaomba irabohora imitego, huaga inafungua mitego n'inzitizi na vizuizi, n'imbibe na mipaka, impome zigasambuka. Nani mtu ananisikia sema amen? Itakoza nini umwaseze Mitume 16:24 gushika kuri 30 hadi 30. Hari mw'ijoro, ilikuwa ni usiku, bana ba Paulo na Sila bari bugaranywe. akina Paulo na Sila katika gereza batashobora kurengana ikibambazi, ikasababisha wawezi imbere ikibambazi, mbele ukuta, inyuma ikibambazi, nyuma ukuta, inyuma ikibambazi, na pembeni ukuta. Yari yategekanijwe yuko walikuwa wameandaa ya kwamba watohava babica, asubuhi watauawa, kama kasha na masengesho, makesha na maombi impombe ilipomoa amasengesho yaciye yironderera inzira ahantu hatari mahali ambapo hapakuwa njia. Amen. Ahantu hatari inzira. Amen. Mahali ambapo ambia mwenzako, ila mwenza maombi natafutanga njia kwenye hakuna njia. Amasengesho rondera inzira ahantu hatari inzira. Amen. Ya mwisho. Amen. Amen. Kuhamisha milima, kwimura imisozi. Mathayo 7:20. Mathayo 17:21. Amen. Amen. Iyo ukesha, unapokesha, uteramira, ukikesha urabona, uwaga unaona. Amen. Amen. Haleluya. Kandi iyo ubonye na ukiona ufise ubushobozi, ukiwa na mamlaka, haleluya, amen, wo kuvuga ibintu bikaba, ya kusema vitu na vinakuwa. Imana ifashe cyane. Saidie sana. Narangirije ngaha. Namalizia hapa. Imana yacu ibariki. Mungu wangu hawabariki sana. Amen.